Langu jina ni Fatma Jumaa. Leo nipo na mchambuzi wa mpira kutoka Tanzania bara. Huyu mwingine bali ni Alex Ngereza. Alex, habari yako? Niko vizuri. Nzima kabisa. Niko sawa. Bye inshallah. Tuanze, kuna baadhi ya wachambuzi wakimzungumzia Morris Abraham. Wanasema kwamba Morris Abraham sio mchezaji mkubwa. Kwa upande wako, tumemwona Morris Abraham ambaye alikuwa amecheza nje akarejea Tanzania ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa kichi ambacho amekionyesha amekuwa kimbo sana na mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Ni kweli Morris Abraham sio mchezaji mkubwa kama baadhi ya wachambuzi wanavyodai? Sasa unajua ukubwa wa mchezaji unategemea na namna ambavyo wewe unamtazama. Lakini pia ukubwa unatofautiana. Kuna ukubwa wa uwezo kwa maana ya ubora, alafu kuna ukubwa wa jina la mchezaji. Kwamba labda ni jina maarufu. Kwa mfano Morris Abraham leo na Mbwana Samata. Kwenye kipaji inawezekana Morris Abraham akana kipaji kikubwa kuliko Mbwana Samata cha mpira. Lakini Samata ana jina kubwa kuliko Morris Abraham. Kwa maana ni maarufu zaidi kuliko Morris Abraham. Morris Abraham inawezekana akawa na kipaji kikubwa cha mpira kuliko Pacome Zouzoua. Lakini kwenye jina umaarufu, Pacome ni maarufu zaidi kuliko nani? Morris Abraham. Kwa hiyo itategemea mtu anapima ukubwa wa mchezaji kwenye nini. Kama anapima kwenye umaarufu, basi sio maarufu kuliko wachezaji wengi wa Tanzania. Lakini kama unamzungumza Morris Abraham kwenye uwezo wa kiuchezaji, ubora wake, ni mchezaji ambaye ni miongoni mwa wale viungo 10 bora Tanzania. Lakini kwa wachezaji wa ndani inawezekana ni kwenye top 5 au top 3 ya viungo bora Tanzania unampata Morris Abraham kwa wachezaji wa ndani. Na kwenye ligi nzima kuna uwezekano akaingia kwenye top 6, top 10 ya wale viungo bora kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo ni moja ya viungo bora, lakini sio kiungo maarufu kwa sababu bado hajadumu kwenye mpira kwa muda mrefu. Lakini pia huyu ni mchezaji ambaye ametoka kwenye timu za vijana za timu ya taifa, kikosi cha Gabon kikosi cha 2019, sio cha Gabon, cha 2019. Alifanya vizuri pale. Baada ya pale alienda Serbia. Akawa anacheza kwa timu moja inaitwa Spartak Subotica. Akacheza kule. Alivyomaliza kucheza Spartak Subotica, kuna changamoto hapo katikati zikaja zile, baadaye ndo akarudi. Alivyorudi ndo akaja kujiunga na akakaa muda mrefu kwanza bila kucheza kwa sababu ya injury. Baadaye ndo akajiunga na nini? Na Simba. Sasa amejiunga na Simba, ameonyesha uwezo mzuri kwa sababu ana kipaji kikubwa. Kwa maana hiyo, kwa sababu huu ndio msimu wake wa kwanza anacheza ligi ya Tanzania, unaweza ukasema sio mchezaji mkubwa kwa sababu hana umaarufu huo. Lakini unavyozungumza uwezo wa kiuchezaji, kipaji cha mchezaji, Morris Abraham ni moja wa wachezaji 5 wenye vipaji vikubwa kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo sasa itategemea mchambuzi anayesema sio mchezaji mkubwa anazungumzia kwenye nini? Anazungumzia engo gani? Kwenye engo gani? Kama ni maarufu sawa. Lakini kama ni kwenye uwezo, Morris ni moja ya viungo wenye uwezo mkubwa tu Tanzania, ambaye timu yoyote inatamani kuwa naye. So unaona Yanga wanavohaha kutafuta saini yake ni kwa sababu ni mchezaji mkubwa. Kwa hiyo Morris ni mchezaji mkubwa kwenye uwezo, lakini kwenye umaarufu sio mchezaji mwenye umaarufu mkubwa. Nimeona kupitia ukurasa wako wa Instagram, ukiangalia tunaelekea katika dirisha dogo la usajili, umesema ya kwamba umepata taarifa ya kwamba Morris Abraham amekuwa akihitajika na klabu ya Young Africans. Huenda dirisha dogo tukamkuta mitaa ya Jangwani. Ni kweli? Maana maneno ni mengi, na pia wewe sio kwanza kusikia kwamba Morris Abraham anatakiwa na klabu ya Young Africans. Of course, kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Yanga anamtaka Morris Abraham. Lakini hawataki wao kwenda kumnunua Simba kwa sababu wanajua Simba haiwezi kuwauzia. Na bado mkataba wake ni mbichi kabisa. Lakini mkataba wake ni mbichi kabisa kwa sababu ni mrefu, ni mpaka 2027 kama sikosei. Kwa hiyo ambacho wanakifanya sasa hivi ni kutafuta timu ya nje imnunue Morris Abraham kwa sababu wanajua Simba haina shida kwenye kuuza wachezaji. Wakishamuuza Morris Abraham, Yanga wanaenda kumchukua Morris Abraham kwenye hiyo timu ambayo itaenda kumnunua. Kama tu vile ambavyo Al Ahly walifanya wakati anamchukua
wanamchukua nani Emma Mwashur kutoka Zamalek. Walitumia timu ya nje ikamnunua kutoka Zamalek, alafu Al Ahly wakaenda kumchukua kule wakamleta Zamalek. Wakamleta pale Ahly. Kwa hiyo ndio kitu ambacho pia Yanga wanataka kwamba wamnunue Morris Abraham lakini wasimnunue wao. Itokee timu ya nje ndio imnunue, alafu waje wamsajili kutoka kwenye hiyo timu. Kwa sababu wanaona ni mchezaji mzuri na anaweza kulive long kwenye mpira wetu, bado ni kijana mdogo, ana uwezo wa kutumika muda mrefu zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio plani ambayo Yanga wanataka kuitumia. Kumbuka Yanga wanataka kutengeneza timu ya miaka mingi ijayo, timu ambayo haiwezi kuchuja kirahisi. Kwa lazima wachezaji wenye talent kubwa kama kina Morris Abraham uwatazame kama first wape priority ya kuwaingiza kwenye timu ili uweze kuwatumia zaidi miaka ijayo. Endapo ni kweli Morris Abraham atakuwa pale mitaa ya Jangwani, nafasi ya nani pale ambaye anaweza akaingia yeye akaanza na kumweka bench, ambapo maana nafasi yake wanachezeka watu ambao tumeona kwa siku nyingi. Kuna Pacome Zouzoua, kuna Max pia Mzengeli. Hata Pacome Zouzoua anaweza kumpisha Morris Abraham. Kwanza moja ya vitu ambavyo mimi Morris Abraham amweke bench Pacome. Hata Pacome anaweza kuwekwa bench na Morris Abraham. Inawezekana. Ni jitihada, maarifa ndio vinaweza kumfanya mchezaji kuwa bora kuliko mwingine. Mimi am sure kwamba Morris Abraham anaweza kumweka nje Pacome Zouzoua kama akijipanga vizuri, kwa sababu unajua Pacome sio kwamba ana kipaji kikubwa sana kwa kiwango hicho, ila mpira wetu unampa faida mchezaji ambaye ana vitu vichache vizuri. Yaani ukiwa na vitu vichache vizuri kwenye mpira wetu unapata room ya kuvionyesha kwa ubora, kwa sababu hakuna kashikashi nyingi kwenye mechi zetu. Na ndio maana Pacome anaonekana mchezaji bora. Lakini am sure kwamba kuna ligi leo ukimpeleka Pacome anapoteana kabisa, hata eleweka anacheza nini. Na ndio maana wale hata timu kubwa barani Afrika zikionyesha interest ya kumtaka, kwa sababu ukiwa unajua mpira ukimwangalia unaona ana vitu ambavyo sio vingi kwenye miguu yake. Ni vile vile vya kila siku. Hakuna maajabu mapya ambayo anaonyesha kutoka season moja kwenda season nyingine. Lakini mtu kama Morris Abraham anaweza kukaa akajifua vizuri na akaingia kwenye kikosi, akamtoa Pacome kwenye kikosi cha kwanza na akawa mchezaji tegemezi ndani ya Young Africans. Inawezekana. Itategemea na namna ambavyo mchezaji mwenyewe ataamua kureact na kuonesha uwezo pale ambapo atapata nafasi ya kusajiliwa na Young Africans. Kwa nini umesema kwamba Allan Okello ambaye huyu tumeona ubora wake na aina uchezaji wake ambao akicheza na wengi wamemwezesha na klabu ya Young Africans? Kwa nini umesema kwamba Allan Okello hatakiwi kuwa miongoni mwa kikosi cha Young Africans kwa uchezaji wake? Unajua nimeona hiyo taarifa kwamba Yanga anataka kumchukua Allan Okello, lakini Okello ni average player. Sio mchezaji wa daraja la juu. Sio mchezaji ambaye Yanga wanatakiwa kuhangaika sana au kupambana sana kumpata. Ni mchezaji ambaye hana kitu kikubwa cha kuja kuofa Young Africans. Labda kwa sababu ya umri wake bado ni mdogo, wanaweza kumsajili kwenye plani ya miaka mitatu inayokuja mbele au miwili inayokuja mbele. Lakini kwa quality ya Yanga ya sasa na uwezo wa Allan Okello, hakuna kitu kipi ambacho anaweza kuja kukiofa ndani ya Yanga ambacho kinakosekana kwa wachezaji waliopo Yanga kwa sasa. Ila wanaweza kuja kumtumia kwa miaka mitatu na ukuja mbele. Anaweza kuja kuwapa kitu kikubwa. Kwa hiyo sio kwamba ni mchezaji mbaya ila kwa level ya Yanga na kile ambacho yeye anakifanya kwa sasa ni vitu vile ambavyo havifanyeje? Haviendani. Nafikiri Yanga kama wanataka kupata kweli kiungo mzuri, watafute zaidi kiungo bora zaidi kuliko Allan Okello. Lakini kama wanataka kutafuta kiungo wa miaka mitatu inayokuja mbele kwenye project yao ijayo, wanaweza kumchukua kwa sababu kwa kila anachokionyesha kwa miaka mitatu inayokuja mbele inawezekana kaonyesha uwezo mkubwa zaidi. Lakini kwa uwezo ambao alisha sasa hivi na Yanga ya sasa hivi, hakuna kitu kikubwa ambacho unasema Yanga wanakimisi, na wakimpata Okello wanaweza kuondoa hizo changamoto ndani ya Yanga. Simba Sports Club wamemtambulisha rasmi kocha mkuu wa kikosi chao ambaye ni Steven Becker kutoka Stellenbosch, ambaye wawili hawa walikutana katika nusu finali kombe la shirikisho. Kwa jinsi nilivyomtazama Steven Becker, unaona anaweza kuipeleka Simba katika nchi ya hadi ukiangalia tayari washapoteza mechi mbili ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuwezekana, inawezekana. Itategemea na watu wawili watakubalianaje kwenye utendaji wao wa kazi. Steven Becker ni kocha ambaye hana CV kubwa,
lakini ana uwezo wa kuonyesha mambo makubwa akiwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo kama Simba watashirikiana yeye vizuri, anaweza kuwasaidia, ila mimi sina uhakika kama anaweza kulifanya hilo jambo kwa ubora unaotakiwa ndani ya Simba. Ni mwalimu ambaye ametoka nje, lakini CV yake na matokeo ambayo ameyapata hayaendani na kile ambacho Simba wanakihitaji. Simba wanahitaji mwalimu ambaye ana experience kubwa zaidi. Simba wanahitaji mwalimu mwenye uwezo mkubwa zaidi. Wanishi, naamini kama Simba wanataka kukua kweli, walipaswa kutafuta kocha mkubwa zaidi kuliko Steven Becker. Lakini kwa sababu ameamua kumchukua, pengine wanaweza wakapambana naye na akawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Tusubiri tuone. Kwa namna moja ama nyingine. Dirisha dogo la usajili linakaribia kufunguliwa. Kwa jinsi tulivyokitamani kikosi cha Simba, ni nani aondoke ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi na sehemu gani ambazo wafanyie sajili ili tuanze kuiona Simba miaka ile? Nafikiri kuna wachezaji watakiwa wapunguze. Joshua Mutale Budo nafikiri wampunguze. Labda Kishasambi atolewe kwa mkopo. Aweso atolewe kwa mkopo. Wajaribu kupunguza wachezaji ili wapate space ya kuingiza wachezaji wengine ambao watakuja kusaidia zaidi Simba. Nafikiri Simba inahitaji kiungo mshambuliaji mbunifu zaidi, inahitaji pia kiungo beki wakati mwenye ubunifu zaidi, inahitaji pia kupata pia mshambuliaji wakati mmoja. Nadhani ukipata watu watatu inaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Maeneo hayo ndio afanye sajili. Yes. Wakifanya hivyo Simba ile ya kuchukua vikombe mara 4 mfululizo na Simba kimataifa inaweza. Yeah, of course inaweza kurejea. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho watafanya, lakini disha tafunguliwe hivi karibuni. Kwa hiyo tutaona tu atakachokifanya. Na kwa upande wa Young Africans, Yanga nafikiri wanahitaji mshambuliaji tu. Neno ambalo mimi naliona. Wakipata mshambuliaji mmoja mzuri, naamini watakuwa wamepunguza changamoto. Boyeli aondoke. Andy Boyeli aondoke. Na sasa wataamua wenyewe muache nani, lakini wapate mshambuliaji huyu mmoja wa maana. Sasa sio wasije wakaenda kumchukua Peter Kasunda wakasema wanaleta mshambuliaji wa maana. Watafute mshambuliaji. Na anaongoza kwa magoli lakini. Of course. Lakini Yanga inahitaji mchezaji wa daraja la juu zaidi. Yes. Musa Bala Conte, matarajio ya wengi kwamba atakuja kurithi viatu vya Khalid Aucho. Lakini mpaka sasa alichokifanya bado mashabiki na wanachama wa klabu hiyo hawajakiona au hawajaridhika nacho. Ni wakati wa Young Africans kumwacha Musa Bala Conte. Of course inaweza ikawa sahihi kumwacha, lakini mimi of course nilisema tangu mwanzoni kwamba Musa hakuwa mchezaji mkubwa kiwango hicho, ila kwa sababu alikuwa link na Simba kwamba alihusishwa na klabu ya Simba ikasababisha watu waone kama ni mchezaji mkubwa, lakini hakuwa na ukubwa huo ambao watu walikuwa wanauzungumza. Nafikiri watu wameona sasa kile ambacho alikuwa anakisema, sasa hivi ni mashahidi kwamba kweli sio mchezaji mkubwa. Lakini Yanga itategemea wenyewe mkataba wao unazungumza nini na yeye. Kwa hiyo wanaweza kuendelea kumpa muda au akamuuza au akaachana naye, ni wao wenyewe wataamua, lakini sioni kama anaweza kupata nafasi ya kucheza kwenye kosta ya Young Africans kirahisi. Shukrani sana. Asante sana.